Huwezi kabeba mbox kama huu, wewe umefunga breki kwa ghafla, hii hapa ikaruka ikaja huko, hawa watakuwa salama kweli hawa abiria? Hii haikubaliki. Hili kosa ndio tunasema kuchanganya abiria na mizigo, sawa? Na sio kwamba ni boksi la vitu vyepesi, ni boksi la vitu vizito. Kazi yetu ni kuwakumbusha madereva na kusimamia sheria za usalama barabarani. Ni mambo mengi ambayo tunakagua mwendo, tunakagua ujazo, uzima wa chombo. Mabasi haya, kwa mfano mabasi haya ya usiku ambayo yanaenda masafa marefu, tunakagua madereva, je, wako wawili? Je, wako timamu? Naona umeshaona wakati tunaendelea kuwapima baadhi ya madereva kuhakikisha kwamba wako salama kabisa kuendesha vyombo vya moto. Sambamba na hilo, ujazaji wa mizigo na kuchanganya abiria na mizigo kwenye basi haukubaliki kabisa. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo tupo kwa ajili ya kusimamia kwamba barabara zetu zinatumika salama na kila mtu anafurahia safari anayosafiri. Kwa hiyo ndio kazi kubwa ambayo tunaifanya usiku na mchana. Ndugu mtangazaji, lazima uelewe tabia zetu sisi wa Tanzania. Tulio wengi hatuogopi sheria, huwa tunaogopa askari, na ndio maana sasa sisi tumejitoa usiku na mchana, tupo barabarani kuhakikisha kwamba madereva tunawakumbusha wajibu wao, tunawasimamia na tunachukua hatua. Naona hatua ambazo tunachukua ikiwa ni pamoja na kushusha mizigo ambao wamechanganya mizigo na abiria. Kwa hiyo sheria imeshatueleza wazi na hilo liko wazi, sawa. Huwezi ukaingiza nondo kwenye gari, huwezi ukaingiza mizigo ambayo ni mavyuma yanaweza kawajeruhi abiria walioko pale. Kwa mizigo yote hatarishi, huwezi ukabeba mitungi ya gesi kwenye gari. Kwa maana sasa tunasimamia hayo usiku huu kuhakikisha kwamba watu wetu wanaendelea kuwa salama. Kwa vitu vyote hivyo kwa ujumla wake ndio vinatufanya tupo hapa usiku wote huu kuhakikisha kwamba mabasi haya yanayosafiri usiku na maroli haya tunahakikisha yote ili kusiwepo na ajali hasa katika maeneo yetu haya. Lakini sambamba na hilo, tupo kwa ajili ya kutoa elimu, kuwakumbusha, kwa sababu eneo letu hili la mkoa wa Manyara lina miinuko mingi. Hii barabara ya kwenda Dodoma ina miteremko mikali, barabara ya kwenda Singida ina miteremko na miinuko mikali. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuwakumbusha madereva wote kwamba wanapopita barabara hizo wawe makini, kuhakikisha kwamba wanachukua tahadhari, wanaanza safari salama na wanamaliza safari salama, na tunajikinga na hizo ajali ambazo zinachukua roho za Watanzania walio wengi. Ndio maana unaona timu yote hii hapa, tupo hapa mpaka asubuhi. Ndio utaratibu ambao tumejiwekea, ambao tunausimamia kuhakikisha kwamba kila basi linalopita mkoa wa Manyara usiku linakaguliwa, na wewe mwenyewe ni shahidi. Unaona mabasi yalivyokuwa mengi usiku, mabasi lazima yakaguliwe ili yaweze kusafiri salama.